Jina la Bwana Yesu litukuzwe tena, limidiwe milele na milele. Baraka za Bwana na fadhili zake ziwe pamoja na wewe. Endelea kumpenda Yesu, endelea kumshukuru Yesu, endelea kumwambia asante, asante. Asante sana Yesu, asante Roho Mtakatifu. Asante kwa uweza wako na ukuu wako uliye juu ya vyote, Bwana wa mabwana. Jehova, na kushukuru na litukuzwe jina lako pia. Naomba mapenzi yako mema Baba yakaendelee kutawala, kutimizwa katika familia zetu, malango yetu, katika nchi yetu. Endelea kufanya likupendezalo sasa na wakati wote. Wewe ndio uonaye yote na kujua yote. Mapenzi yako yatimizwe kwa Tanzania. Mapenzi yako yatimizwe kwa msikilizaji, mtazamaji huyu. Mapenzi yako yakafanyike kwa jina la Yesu Kristo. Roho mwema mjaze, Roho mtakatifu. Baba mwenye uweza, mwenye nguvu. Asante tena kwa uaminifu wako, kwa wema wako. Asante tena kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako katika jina lako Yesu Kristo. Neema yako itufunike, imwezeshe, umsaidie azidi kuziona baraka zako, fadhili zako katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa utukufu wote. Amen. Mungu akubariki sana. Pole kwa changamoto mbalimbali. Pole kwa yote ambayo pengine umepitia, umekutana nayo, au umeamka katika hali ambayo hujisikii vizuri, amani moyoni au afya. Bwana Yesu akuponye sasa, uponya roho na mwili, akakujaze amani, akakujaze afya kwa jina la Yesu Kristo. Hayo yatendeke juu yako na familia yako, juu ya ujana wako, juu ya uzee wako. Wewe sikia katika jina la Yesu, yaingie ndani yako na Bwana akujaze neema tele sasa katika jina la Yesu Kristo. Endelea kumpenda Yesu. Amina. Bwana akubariki. Karibu sana katika muda huu mzuri tena kwa siku njema. Tulipokea neno la Mungu. Kichwa cha somo hili hapa tunalo ni kwamba ni aina ya watu ambao Mungu anaweza akafanya kazi pamoja nao. Mungu ana watu ambao anaweza akafanya kazi nao. Kwa hiyo aina ya watu ni aina gani hiyo? Twende kwenye neno la Mungu. Aina ya watu ambao Mungu anaweza akawatumia kuitenda kazi yake, kuifanya kazi au kufanya nao kazi. Tuanzie na Mithali. Mithali sura ile ya 8. Mithali sura ya 8, nianzie mstari wa 17. Mithali 8:17 anasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, na mtajiri hudumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, na dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Amina. Mungu neno lake takatifu latufundisha, na wapenda wale wanipendao. Anawapenda wanaompenda, anawapenda wanaompenda. Kumpenda Mungu ni kuachana na uovu. Kumpenda Mungu ni kutimiza mapenzi yake. Kumpenda Mungu ni kumfuata, ni kuachana na dunia na kumfuata yeye katika ulimwengu mpya, katika ulimwengu wa roho. Kumfuata na kuzitimiza sheria au kuitimiza sheria yake au agizo lake. Huko ndiko kumpenda Mungu. Kwa hiyo kumpenda Mungu ni kuacha uovu. Kumpenda Mungu ni kutii maagizo yake. Kumpenda Mungu ni kumfuata. Kumpenda Mungu ni kuifuata njia yake, ni kutii maagizo yake na kuenenda katika njia yake. Ni kuachana na ulimwengu ulio na giza, ufuata ulimwengu wake wa nuru. Ni kumpenda Mungu. Sasa watu wanaompenda anasema anawapenda, na watu wao anasema atafanya kazi nao. Kwa Mungu anampenda yule anayempenda, na anasema wale wanitafuta kwa bidii wataniona. Kwa hiyo katika kumpenda na kumtafuta kwa bidii, anasema bidii ya kumtafuta iwepo, na katika kumtafuta kwa bidii anasema ndipo twaweza kumuona. Ili tumuone Mungu inatupasa kwanza tumpende. Maana hatuwezi kuwa hatuna ushirika naye alafu tunamtafuta. Kwa hiyo maana yake kama ni mtu mdhambi au mtu muovu, maana yake awe na utayari kwamba anataka kujiingiza kwa Bwana, anaachana mengine, amekwisha amua kumpenda Mungu, anapokelewa. Mungu angalii wingi wa maovu. Mungu angalii siku zilizo nyingi ambazo ulitenda.
anachoangalia ni pale unachochukua hatua ya kuamua. Anasema anawapenda wale wanaompenda. Kwa hiyo Mungu anahitaji tumpende ili atutumie katika kazi yake. Sasa yeye ndiye alianza kutupenda, sio sisi tulioanza kumpenda. Baada ya kutupenda, anataka tuonyeshe upendo kwake, tuonyeshe utayari wa kumkubali, tuonyeshe utayari wa kuwa ni watu wa kutumwa, wa kuagizwa, wa kuelekezwa na yeye, ili tuitende kazi yake kwenye ulimwengu huu, ili ufalme wake uendelee kutukuzwa na kutenda kazi katika dunia hii. Kwa hiyo anawapenda wanaompenda na wanaomtafuta kwa bidii. Kumpenda Mungu, lakini kumtafuta kwa bidii. Tukimtafuta kwa bidii, maana si kwa ulegevu. Anasema tukimtafuta kwa bidii tutamuona. Tafute kwa bidii, kwa juhudi, utamuona. Anaonekana. Mungu wetu anaonekana. Mungu wetu anasikia, anatenda. Wale wanatafutao kwa bidii wataniona. Anasema utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Haki na utajiri wa kweli unaoweza kudumu. Anasema utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo. Utajiri udumuo. Kuna utajiri unaodumu na usiodumu. Kwa mfano tu kwenye dunia hii kuna utajiri ambao mtu akiupata atakaa nao mpaka anapokuja kufa au anapokuja kuondoka kwenye dunia, atakaa nao vizuri salama. Ni utajiri unaotokana na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye atupae nguvu za kupata utajiri. Mungu ndiye mpaji. Mungu ndiye mwenye kutufungulia milango au mlango tukafanikiwa. Shalom. Kuna utajiri mwingine ambao ni wa kuwa naye milele, wa kujazwa vya kimbingu, kuwa mtu uliyejaa neema, umejazwa neema ya kimbingu, umejaa vitu vya kimbingu. Huo ni utajiri ambao utajiri huo nao ni wa kudumu milele na milele. Achana na ule utajiri wa kupata magorofa, fedha, mali na vitu vingine, ambao huo pia ni utajiri unaweza kukaa nao mpaka unakufa, lakini pia hauwezi kuondoka nao kwenye hii dunia. Ila utajiri ambao utaondoka nao ni ule wa kujazwa upendo wa Mungu, amani, imani, furaha. Hayo ndio utajiri wenyewe. Kukaa ndani ya wokovu, kumwamini, huo ni utajiri. Ni kubarikiwa huko. Neema ya Mungu ukae ndani yake, ukae na hiyo neema. Anasema matunda yangu hupita dhahabu. Matunda ya Mungu wetu ni safi, yanapita uzuri wa dhahabu. Matunda ya Mungu. Sema matunda ya Mungu maana yake zile baraka anazotujalia, vile vitu anavyotupatia ni vya kudumu sana, ni vya maana. Sawa. Ninakwenda mstari ule wa 20. Anasema natembea katikati ya njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Mungu anataka kuturithisha, anataka kuendelea kuturithisha mali, kuturithisha baraka, tuwe warithi, tuwe nazo tele, lakini ni wale wampendao na wale wanaomtafuta kwa bidii. Sasa mahali pengine tunataka tupaone pa muhimu sana kwamba Mungu anafanya kazi na watu wa aina hii. Warumi 8 mstari ule wa 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale aliowaita kwa kusudi lake. Katika mambo yote, katika vitu vyote, Mungu anasimama kutenda kazi yake na watu wa aina hii, watu wanaompenda, watu walioamua na kujitoa tayari kusimama na Mungu mwanzo mwisho, watu ambao wamejazwa ndani yao upendo wa Mungu, na ambao wanatenda haki, na ambao wanasimama kusema hapana, ni Mungu peke yake, mengine naweka kwanza pembeni. Nafasi ya kwanza ni ya Yesu, nafasi ya kwanza ni ya Yesu. Wanasema hapana, nafasi namba 1, ninasimama na Yesu, ninakwenda na Yesu, ninampa Yesu. Mpe Yesu nafasi ya kwanza, mpe Yesu. Anasema anawapenda wampendao. Pende Bwana ili azidi kukupenda, pende Bwana ili azidi kuongeza baraka. Utajiri na heshima vyatoka kwake, utajiri unaodumu. Anasema utapatiwa vilivyo vema na bora. Pende Bwana, pende, muite naye anakuitikia. Anasema katika mambo yote, katika dunia kuna mambo mengi. Sasa katika yote
Mungu ana jambo moja, anatamani kufanya, yuko tayari kufanya kazi pamoja na watu wampendao. Yuko tayari afanye kazi pamoja na wale wanaompenda ili aweze kuwapatia mema. Tunatafuta mema. Hakuna mtu anatafuta mabaya. Japo kuna watu wanapenda kutenda mabaya, wanauaua wenzao, wanateka watu, wanafanya mambo kwa namna wanavyotaka. Sasa sikiliza kwamba Mungu anawapenda wanaompenda na anataka kuwapatia mema, sio mabaya. Kwa hiyo kwa sababu tunatafuta yaliyo mema, basi hayo mema tutayapokea kwa wingi sana, tutayapokea tele tele pale tu tunapong'ang'ana kumpenda Yesu na kutamani kuifanya kazi ya Bwana. Tutamani, tufurahie kuifanya kazi ya Mungu. Tamani kufanya kazi ya Mungu. Tamani kutembea na Mungu, fanye kazi yake, kwa sababu anataka aone tunafanya kazi yake. Nasi katika mambo yote anasema, twajua ya kuwa Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, wale walioitwa kwa kusudi. Kuna walioitwa kwa kusudi la Mungu. Wewe umeitwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Simama kwenye kusudi la Mungu. Hukuletwa kwa kusudi la dunia, hukuletwa kwa kusudi la kujijaza mali za dunia. Hata wengine wanafikia mahali wanaona wengine ni kama sisimizi, wanakanyaga, wanaua ili wewe waendelee kupata utajiri, waendelee kupata mafanikio. Hii ni hatari, ni ushetani mkubwa huo. Hayo ni maangamizo, wataingia pabaya wasipoacha hiyo. Takufa vibaya. Kwa hiyo natamani kwamba tuendelee kutenda kazi pamoja. Tamani kufanya kazi na Mungu. Tamani kwenye biashara yako, shambani kwako, ofisini kwako, ufanye hiyo kazi na Bwana Yesu. Roho wa Bwana awe pamoja nawe. Roho wa Bwana aende njia moja nawe. Mtembee pamoja katika umoja, katika nguvu moja. Haleluya. Anawapenda wampendao. Anawataka wale watakaompenda ili afanye kazi pamoja na wao, ili watende kazi pamoja naye. Mungu anatenda kazi na sio kila mtu. Mungu hawezi kutenda kazi na kila mtu. Mungu hawezi kushirikiana na kila mtu, ila kuna watu aliowachagua. Anawatazama wanaompenda, walio tayari, walio na unyenyekevu, walio na moyo safi, walioamua kweli kweli, ninampa Yesu namba moja. Ninamweka Yesu kwa kipaumbele. Mambo ya Mungu kwangu au kwako yawe kipaumbele. Nafasi ya kwanza mpe Bwana, mpe Bwana, mpe Bwana. Usivipe vitu vingine nafasi ya kwanza. Mpende Bwana, fanya kazi na Bwana. Usingangane kufanya kazi na watu ambao wakati mwingine hata watakuja watakuacha, watakupuuza, watakuibia, watakudharau, watakuudhi. Sijasema tusishirikiane na watu au na mtu, lakini lazima tujue kwenye kazi hiyo namba moja ni Yesu. Tumemkabidhi Yesu, anatembea nasi, anatenda nasi. Haleluya. Fanya kazi pamoja na Bwana. Pende Yesu kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa roho yako yote. Mpende sasa na milele, na yeye atakupenda, atafanya kazi pamoja na wewe. Amen, amen, amen. Baba, ninakushukuru kwa neno lako. Asante Mwokozi Yesu. Baba, unawapenda wakupendao, na wale wazishikao amri zako, nao umesema utatupatia utajiri na heshima. Ninakushukuru kwa sababu unampenda huyu mtu ambaye ameamua kukupenda. Baba, asante kwamba wakupendao nao umewapenda na utafanya kazi pamoja nao. Ninaomba sasa mapenzi yako tena yakatawale na kutimizwa. Ukaendelea kutenda kazi pamoja na kijana huyu ambaye anakupenda. Ukaendelea kufanya kazi na huyu baba na huyu mama. Endelea kumvuta na kumwezesha kukaa weponi mwako. Nami naomba nguvu zako mwenye nguvu zimwezeshe ili alitumikie kusudi lako nayo mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mvute kwako Bwana, muwezeshe, muongoze kwa utukufu wako. Nami nazikemea roho za magonjwa na madhaifu kwa huyo ambaye ni mdhaifu na mgonjwa, au kuna ndugu yake ni mdhaifu na mgonjwa, popote alipo, na mtangazia kwa jina lako Yesu awe mzima, apone sasa, afunguliwe kutoka giza na mauti na mateso. Kwa jina la Yesu uwe mzima sasa, pokea uponyaji, funguliwa,
kila kifungo cha giza kikutoke sasa. Kifungo cha magonjwa na huzuni na maombolezo kikuachie sasa. Bwana akupe raha. Bwana akujaze neema na amani, akushike kwa mkono wake uliojaa uweza na nguvu. Yeye ni mtakatifu, amejaa utukufu na nguvu. Akujaze neema, akuokoe katika jina la Yesu Kristo. Hila za adui zikashindwe, mipango ya adui ikashindwe. Yesu akufiche damuni mwake sasa, na maishani mwako ukazidi kumpenda Yesu na kumtumikia kwa furaha. Mpende Bwana, mwite, anaitika. Yeye yuko karibu, hayuko mbali. Tazame, atakusaidia. Mwamini, atakuponya. Acha uovu, acha dhuluma, acha ubaya, usikubaliane nao kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu aendelee kukutunza, na nikukaribishe na kukuomba uendelee kushirikiana nasi kwa maombi yako, kwa ushauri, kwa mali zako na sadaka zako kwa ajili ya kazi ya Bwana Yesu. Kazi ya Bwana Yesu ni kubwa, inahitaji ushirikiano. Hata hapa nilipo ni fedha inatumika sadaka kupata vyote tunavyopata. Basi karibu, endelea kumtumikia Bwana kwa mali zako, kwa fedha zako, kwa vitu vyako, kwa sababu vyote ni mali ya kwake. Mimi na wewe tu mali yake, na vyote hatuna cha kwetu, vyote ni vyake. Akiamua kutunyang'anya mara moja anachukua. Na basi endelea kushirikiana nasi. Mungu akubariki. Karibu, tuna safari ya kuelekea Mbeya na kule Mpwapwa pia, mwezi wa 11 mwanzoni pale. Mungu akubariki sana, kukupa neema. Shiriki nasi. Namba zangu ambazo unaweza kuzitumia kwa message, kwa sadaka, kwa maombi na maombezi, namba ni 0787627591. Hiyo ni Airtel Elimlinzi Mbise, Airtel ambayo jina ni Elimlinzi Mbise. Namba nyingine ni 0762282439. Hiyo ni Vodacom, 0762282439. Alafu nina ile nyingine niliyoitaja, nirudie tena ile ya Airtel ambayo ni 0787627591. Ubarikiwe. Amen.